Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tusalimie tu hewani. Hizo zetu za Holy Spirit, hizo za Holy Spirit. Tena rudia. Alafu nirudishe nyumbani kule kwetu kisalamia hivi sasa unajua natoka wapi. Haleluya. Amen. Nashukuru Mungu kwa wakati huu ambao ametupatia nafasi kukutana na kusemezana na tena kupokea hii zawadi ambayo tumepewa na wenzetu. Kwa majina yangu naitwa Ruben Wanjala. Ruben Wanjala ni mtumishi wa Mungu, mchungaji, nafanya kazi na Kenya Assemblies of God na nimeunganika na ili shirika kwa kupatia watu maji yaliyo safi ili waweze kujikinga kutokana na magonjwa na maradhi yote hayo. Kwa hivyo kabla nianze naomba nikupatie hadithi yangu iliyo fupi sana. Napoangalia haya maji, kweli ni maji ambayo hayapendeza hata kama. Yana mtu ambaye anakunywa haya maji, pengine utamuona ni kama mwenda wazimu, au mtu ambaye pengine hayuko sawa. Kwa hivyo niseme hivi kwamba kulikuwa na wakati maishani mwangu, maisha yangu yalikuwa chafu kama haya maji. Maisha yangu yalikuwa machafu zaidi. Umeambiwa kwamba haya maji, napoangalia tumechota mchanga ambao kutoka pale barabarani. Ule mchanga umeunganisha na vinyezi vya umbwa na hata wanadamu. Yaani vinyezi, waje niseme maji mchafu kabisa. Kwa hivyo unapokunywa haya maji utakuwa mgonjwa hapo hapo. Kwa hivyo maisha yangu yalikuwa machafu kuliko haya maji. Kwa nini? Nilikuwa mwizi wa mahindi ya jirani zetu. Kati kulikuwa na mvua inaponyesha, nilikuwa nachukua gunia nikienda pale kuchukua vuna mahindi yake ili tukachome na tukaenda nayo shuleni. Kati mwingine nilikuwa mchafu kwa dhambi ya usherati. Wasichana hawangepita njia yangu. Kwa hivyo nilikuwa ninanuka katika dhambi. Nilikuwa mchafu kuliko haya maji. Sikuwa na tumaini. Maisha yangu yalikuwa yanaonekana nikana kwamba mimi nakufa kesho yake. Nakumbuka wakati baba yangu akiniangalia akasema kwamba huyu nimepoteza. Maana alipokuwa anaona wasichana wanapoingia katika nyumba yangu, alikuwa anashangaa na mimi. Alipoteza tumaini pia kwangu. Lakini kuna wakati nilipompokea Kristo Yesu, nikatubu dhambi zangu, akanisamehe, akanitakaza. Saizi maisha yangu yanang'ara. Mimi nahubiri Kristo Yesu. Nimekaa kama haya maji ambaye imechuchwa. Sasa kumpatia Mungu makofi mazuri. Mpendwa, kuna maisha bila Yesu, kuna maisha ya mtu kung'ang'ana. Kuna maisha ambayo hayapendezi. Kuna maisha ambayo hayana tumaini. Wakati kama huu, kweli hata unapoangalia mtu, wewe ni mzazi, lakini unapozaa mtoto unamwangalia kwamba ana matumaini mazuri. Unamwangalia huyu msichana yani una matumaini kwake. Atakapokuwa asome, amalize masomo yake, unatumaini kwamba ataingia katika ndoa, naye haya maisha yatakuwa mazuri. Kwa hivyo unatumainia mambo mazuri maisha ya watoto wako. Kwa hivyo kuna hali ambayo inakuja inatatanisha katika maisha ya mtu. Niruhusu nikasome kwa ufupi kitabu cha Yohana mlango wa 5 mstari wa 1. Nitasoma kwa ufupi sana, alafu tutabarikiwa pamoja. Mwanadamu anapojiweka aruhusu adui aingie katika maisha yake, maisha yanachafuka, hata kuwa na tumaini tena. Yeye maisha yake yatakuwa ya kung'ang'ana. Sikiza hapa hivi. Biblia inasema hivi, baada ya hayo walikuwa na siku kuu ya Wayahudi, naye Yesu akakwea kwenda Yerusalemu. Na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iliyoitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, na waliopooza wakingoja maji yachemke.
kwa maana kuna wakati ambapo malaika shuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aingiaye wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona. Ugonjwa wote ulikuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka 38. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Ni hadithi nzuri, niruhusu tu nisimamie pale. Bwana majeshi, nimesoma neno lako, naomba ukanene na nafsi mahali hapa. Kuna mtu ambaye umenituma kwake. Bwana, naomba ukanene naye asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana, nena na watu wako, tumia hiki chombo na utukufu utakurudia. Ni kwa jina la Yesu naomba nikiamini, sema amen. Biblia inasema ya kwamba na palikuwa na siku kuu ya Uyahudi, na hao watu ama Yesu akaenda pale Yerusalemu. Basi alipokuwa anaelekea Yerusalemu, kulikuwa na soko ambayo ilikuwa na birika pale. Hii birika, Biblia inasema kwamba palikuwa na birika ama the pool. In other words, kulikuwa na pool. Hapa kuna hii pool, kuna watu ambao walikuwa wagonjwa wa aina yote. Kulikuwa na vipofu, viwete na wale ambao hawajiwezi, walikuwa wamelala pale. Na inatupatia hadithi ya mtu mmoja ambaye alikuwa pale amelala kwa miaka 38. Huyu jamaa anasema hivi, Yesu akamfikia na akamuuliza kwamba, je, wataka kuwa huru? Huyu jamaa akamjibu akasema kwamba, wakati mimi najaribu kuingia kwenye maji, maana malaika wa Bwana alikuwa anachukua yale maji, wakati ninapojaribu kuingia, kuna mtu mwingine anaingia mbele zangu, kwa hivyo sina mtu wa kunisaidia. Yesu akamwangalia kwa huruma, na hapo chini anamwambia kwamba, jitwike godoro na ukaende. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna maisha, wapendwa, ya kung'ang'ana. Nimeanza kuwabadia hadithi yangu ya kwamba kabla nimjue Yesu, kabla nimjue mfalme Yesu, maisha yangu yalikuwa machafu. Nilikuwa ninang'ang'ana katika dhambi. Nilikuwa mtu ambaye hawezi, tumaini sikuwa nalo. Mimi ningelikufa ule wakati, ningeenda hell, maana sikukuwa na tumaini. Lakini nilipompokea Kristo Yesu, akanisafisha, akatakaza. Saa hizi nahubiri habari njema, na hata sio tu hapa Kenya, nimetembea Tanzania, Uganda, nimetembea nikimhubiri huyu Yesu. Hata kaunti zote za Kenya hii, pengine ni chache ambazo zimebakia. Kwa hivyo nilikuwa nang'ang'ana kuwa katika dhambi. Nilikuwa nang'ang'ana nikatoke kwenye dhambi, lakini singeweza. Nilikuwa naenda kanisani, lakini kanisa ingenisaidia. Nilikuwa ninafanya vitu vizuri, lakini singesaidika. Lakini nilikuwa bado nang'ang'ana kwenye dhambi. Naye Biblia imetupa mfano wa mtu mmoja. Huyu jamaa alikuwa amelala pale kwenye birika, mahali penye kuna ukombozi, mahali penye kulikuwa na uponyaji, mahali penye malaika wa Bwana alikuwa anatembea akichukua maji kwa muda mrefu, lakini bado alikuwa ameng'ang'ana. Miaka 38 alikuwa bado yuko pale. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Mchana wa leo nina habari njema kwako, wewe ambaye unahangaika, wewe ambaye ulizaliwa ukiwa na tumaini, wewe ambaye ulizaliwa wazazi wakakuona. Wengine tulipokuja Nairobi ulisindikizwa wakasema kwamba, endeni vyema mtoto wangu, maana wewe umebarikiwa. Ulipokuwa unasoma wakaona huyu msichana, huyu kijana, huyu mtu alikuwa na matumaini. Hata wengine tuko hapa tumesoma mpaka tumepata vyeti vikubwa, lakini hakuna chochote. Yani bado unang'ang'ana. Pengine adui ameshika watu, wamekuweka chini, wamekuruka. Wewe unapokaribia ndoa yako, kuna mtu ambaye anavuka mbele zako. Kuna wale ambao tunapojaribu kuingia kazini, wewe unasonga kazini, unapata una apply, lakini unapata unasema kwamba mtu ameruka kando, ameingia ndani. Mchana wa leo acha nikwambie, kuna habari njema. Kuna huyu jamaa ambaye alihurumia huyu mtu alipokuwa ameteseka kwa miaka mingi, aliyekuwa amelala pale, hakukuwa na tumaini, alikuwa ameisha. Mchana wa leo acha nikwambie dada yangu ya kwamba
atakusaidia. Huyu jamaa watu wakuwa walikuwa wamemleta pale, pengine wakamuacha, wakamsahau pale. Hata wacha niseme na wewe ambaye uliletwa Nairobi, wakasema kwamba watakupatia kazi, lakini wakakutoroka. Ukaishi kwa nyumba ya mtu kwa muda fulani, lakini wakasema kwamba uhusiano wetu na wewe hatutaki tena, wakakurusha kando. Mshana wa leo acha nikwambie, kunaye mtu ambaye anahurumia mtu. Kunaye mtu ambaye anahurumia mtu. Wewe unapojiangalia maishani mwako, useme kwamba baba, kweli leo hii ninataka kugeuka nikakurudie. Yesu atakusaidia. Anahurumia watu wake. Haleluya. Nimesema kwamba alinihurumia. Mimi nilikuwa niende katika moto na sikuwa na tumaini. Yesu amenipa tumaini. Saa hizi nasimama, ninamkiri na mnena, maana amenipa tumaini. Haleluya. Amenipa tumaini. Kwa hivyo huyu jamaa kila mara macho yanapotibuliwa, watu wanaingia ndani, yeye anabaki hivyo. Wale ambao wamemweka pale wametoroka, wamemwasha. Yeye ako katika pale amelala pale, ameshindwa afanye nini. Kuna watu hapa unang'ang'ana kutafuta kazi. Kuna watu hapa unang'ang'ana kupata ndoa. Kuna watu hapa unang'ang'ana maisha yako yawe mazuri. Kuna watu hapa unang'ang'ana watoto wako wasome, lakini kuna vizuizi. Kunaye mtu ambaye atakuhurumia mchana wa leo. Sema amen. Kunaye mwanamume ambaye atakusaidia siku ya leo. Umeenda kwa makanisa umekunyonya. Kuna wengine wanatumia hata zibo ya Musa. Kuna wengine wanatumia hata chumvi. Kuna wengine wanatumia vifakio. Yaani ufakio maskini kutoka kwako, lakini bado uko pale. Wanajaribu kukonga na zibo ya Musa, umaskini utoke pale, lakini bado uko pale. Wacha nikwambie, kuna mwanamume wanaume atakaye kushika mkono naye akufushe pale. Amen. Haleluya. Wakati wa kung'ang'ana utafika mwisho. Wakati wa kung'ang'ana utafika mwisho. Iwapo utafika kwako useme ya kwamba mimi ninajiita mkutano, nimeng'ang'ana, nimefikia kiwango hiki, mimi nimefika mwisho. Ninaona watoto wangu wamesoma, lakini hakuna chochote. Ninaona hata nimekaa Nairobi, ndio ninafanya kazi, lakini chochote kinapoitwa nyumbani, hata jiwe matanga naonekana nikana kwamba mimi sio mtu. Hata chochote, yani sionekani kwa mtu. Kunaye mtu ambaye atakufisha kibali. Haleluya. Kunaye mtu ambaye atakufisha kibali. Wewe kwako ni kusimama wima na kusema kwamba kweli mimi nimefika hapa, ninahitaji huyu Yesu Kristo. Sema amen. Katika maisha hapa tumehubiri Yesu Kristo na nimejionea mambo ambayo Yesu anatenda. Kuna mwingine dada alikuwa ameng'ang'ana, mume wake ametoroka kwa miaka miwili, hayuko na yeye katika ndoa na hakumkosea chochote, lakini tulipoomba siku hiyo, mume wake siku 3 akarudi mbio kwake mwenyewe. Haleluya. Alikuwa anang'ang'ana kwa mambo mengine, pengine alienda kwa waganga, nisaidie mume wangu ametoroka, nisaidie mume wangu ameungana na mke mwingine, nisaidie mume wangu amefanya jambo fulani, hakupata msaada. Lakini Yesu Kristo alipohusika, huyu dada akamkubali Kristo Yesu, alimrejeshea ndoa yake. Sasa wanaishi kwa amani na furaha. Baada ya Mungu makofi mazuri. Mpendwa, kunaye huyu mwanamume ambaye anataka kuleta kwako. Huyu mwanamume atabadilisha maisha yako. Huyu mwanamume atakuumbia sura. Wewe ambaye unakataliwa, kuna wengine tunakataliwa tu. Yaani unaandikwa kazi leo, kesho hauko na kazini. Unaolewa leo, watu wa kina bwana wanakukataa. Unafanya jambo lolote ile, watu wanakupinga. Hauendelei hata kidogo. Hakuna kujenga, unaenda unajenga. Watu umejenga na umesimamia pale, haukamilishi kile ambacho unafanya. Wacha nikwambia kwamba kunaye mtu ambaye atakusaidia. Kunaye mtu ambaye atakushika mkono. Kunaye mtu ambaye anakuambia kwamba njoo mwanangu, nimekutazama kwa muda mrefu, nilikuwa nimengojea hii wakati kwako kusema tu ndio baba, nami nikusaidie. Na sauti hiyo inanena na mtu hapa, anasema kwamba ninajitokeza kwa mtu, nataka kumshika mkono mchana wa leo, nataka kutembea na mtoto wangu mchana wa leo. Inamisha kichwa chako, inamisha kichwa chako, inamisha kichwa chako. Ngoja nikupatie dakika moja tu ujiangalie maishani mwako. Je, kuna hii hali ambayo umeng'ang'ana kwa muda mrefu? Je, kuna hii hali ambayo umehusisha watu wa nje, watu ambao hawatakuwa msaada kwako? Kuna waganga,
Kuna wachungaji wengine ambao wamenyonya pesa zako, leta fedha fulani nikakusaidie. Umepeana lakini bado unang'ang'ana. Wacha nikwambia kwamba kuna nafasi. Kuna nafasi. Kuna nafasi. Nasikia sauti ikiniambia kwamba ambia tu mtu kuna nafasi. Nataka kupindua maisha yake kuanzia sasa. Kuna nafasi, nataka kupindua maisha ya mtu leo. Amenang'ana kwa muda mrefu. Amenang'ana kwa muda mrefu. Iwapo tu ataunganika na mimi, kuna sauti inasema anapo tu unganika na mimi, nami nimshike mkono, kuna nafasi ninaenda kumtendea. Unataka kuunganika na baba yako, ile mkono wako juu katika jina la Yesu. Unatamani maisha yako kabadilike. Asante, barikiwa sana. Asante, barikiwa sana. Ile mkono, usiogope mwanadamu. Ukiogopa mwanadamu hakuna chenye atakutenda. Barikiwa sana dadangu, barikiwa sana ndugu yangu, barikiwa sana. Leo hii Baba anakutenda jambo. Inua zaidi ya kichwa chako. Inua zaidi, wachana na huyo jirani yako. Wachana na huyo jirani yako. Ukifa leo hata huyo jirani atakutoroka. Kuna wakati ambaye atakuja kurusha tu mchanga kwenye kaburi lako na aende zake, ale kidheri na aende zake. Lakini kunaye mwanamume ambaye atakusaidia. Inua mkono wako juu ya kichwa chako. Kila mmoja atakiwa amefunga kichwa, ameinamisha kichwa chake. In the name of Jesus. Amen. Thank you very much. Kwa hivyo ninaomba usimame kwa miguu yako. Tunataka kuunganisha imani na wewe. Simama kwa miguu yako, maana ukopi mwanadamu yeyote. Ndio. Amen. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Barikiwa sana. Kutini bora kuliko kutoa dhabihu. Barikiwa sana unaposimama. Simama. Dadangu, usiogope mwanadamu yeyote. Hata kusaidia mwanadamu hana chochote. Mwanadamu atakurusha pale na kuacha hivyo. Kuna yule jamaa ambaye aliachwa pale kwa muda mrefu. Songa mbele hapa katika jina la Yesu Kristo. Chukua ishara ya imani. Songa mbele hapa. Nataka tukaombe na wewe. Niko kwenye madhabahu haya. In the name of Jesus. Songa hapa mbele. Ninaposimama kwenye madhabahu haya, songa tu, chukua nisaidie. Songa mbele, chukua tu hatua ya imani. Hatua ya imani. Hatua ya imani. Songa mbele. Songa mbele. Tunataka kuunganisha imani. Umesimama, songa mbele dada yangu. Songa mbele, songa mbele, songa mbele. Just come. Inua imani yako kwa kusonga mbele. Inua imani yako kwa kusonga mbele. Nataka tukaunganisha imani yetu katika jina la Yesu Kristo. Hii kitu kimekukinga. Umeng'ang'ana kwa muda mrefu. Kunaye mwanamume anasema ya kwamba mwanangu, nimeona machozi yako. Nimeona machozi yako. Leo hii hakika hautabaki jinsi ulivyoingia. Wapendwa, nimeona mlikuwa mmesimama. Just come forward. In the name of Jesus. Asha, nisaidie wale wapendwa ambao wamesimama pale. Just help them to come forward. In the name of Jesus. Usaidie. Usaidie wakuje mbele. Nataka kuunganisha imani yetu. In the name of Jesus. Funga macho yako, mtazamie Yesu. Huyu Yesu atakusaidia. Wengine wanapokuja niruhusu nikupatie tena ushuhuda. Napenda sana ushuhuda. Kuna dada fulani hapa tu Kiandaa, alikuwa akishika mimba, yeye miezi ngapi inatoka. Anashika mimba miezi ngapi inatoka. Lakini tulipoingia kwenye nyumba yake tukaamini na tukaomba na yeye na akajisalamisha kwa Yesu, maisha yake yalibadilika. Saizi ana mtoto, analea mtoto, analea mtoto. Jambo gani lile ngumu kwako ambalo linamshinda huyu Mungu? Kama kunalo jambo ambalo lingemshinda Mungu, mimi ningetoka, ningekataa kumwabudu, lakini nimeona anaweza, basi nitamwabudu. Hata mawe hata wanadamu wakatae, mawe yatasema Yesu ndiye Bwana. Inua mikono yako juu katika jina la Yesu Kristo. Ile jambo ambalo lilikuwa limekushinda, Bwana atakutendea. Wacha nikakuconnect kwa Bwana katika jina la Yesu Kristo. Sema Bwana Yesu. Sema kwa kinywa chako, sema Bwana Yesu. Mchana wa leo nimetambua ya kuwa mimi ni mwenye dhambi. Ninaamua siku hii kukurudia. Yesu, naomba ulifute jina langu kutoka kwa kitabu cha mauti na uniandike kwa kitabu cha uzima wa milele. Leo hii nimeokoka, nimeamini. Shetani na kazi yako nimekukataa katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Leo hii Yesu, kuwa rafiki yangu nami niwe rafiki yako. Ingia ndani yangu, unitakaze, unisafishe katika jina la Yesu. Nimekiri na nimeamini. Amen. Inua mikono yako, nataka kuomba na wewe. Bwana wa majeshi,
watoto wako wamekusanyika mbele zako. Hawa watoto wako waliumbwa kwa mfano wako. Shetani haukuumba mtu yoyote. Kwa hivyo kuanzia leo, vizuizi na roho ya kung'ang'ana hivi sasa inafika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Kila chochote ulichokuwa umewekeza mbele zao, katika ndoa zao, katika mipango yao na masomo, hivi sasa imefika mwisho katika jina la Yesu Kristo. Wanatoka kwenye madhabahu haya wakiwa wamebarikiwa. Kila laana imekanushwa, kila mashitaka yamekanushwa katika jina la Yesu Kristo. Yesu wa Nazareti, kumbatia kila mmoja wao, kumbatia kila mmoja wao kwa upendo wako katika jina la Yesu Kristo. Asante mwalimu mwema, asante daktari, uwalinde ukawahifadhi, maana wao ni kazi ya mikono yako. Ni katika jina la Yesu tuomba tukiamini, sema amen. Uko pale uko na haja yoyote, ingine uko